Ni kwamba mpaka sasa hivi watu 28 wamepoteza maisha na wengine 8 ni majeruhi. Na katika ajali hii hawa majeruhi 8 wako hospitali teule ya Ifisi na maiti 28 ziko pia katika hospitali hiyo kwenye chumba cha maiti pale hospitali ya Ifisi. Ni kwamba mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 1:47 kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tela lake lenye namba T148 CTD aina ya Scania lori likiwa limebeba shehena ya unga likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, likiwa natokea Dar es Salaam. Kama nilivyosema, lilikuwa limebeba shehena ya unga. Liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni T257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndio humo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la Kolongo kwenye mto huu Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbalizi na kusababisha vifo 27 kwa jana. Lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba majeruhi mmoja ameongezeka na ndio maana nasema vifo vimefikia 28. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo wanawake ni 12 na miongoni mwao watoto ni 2 kwenye jinsia hiyo ya kike. Lakini wanaume sasa ni 16 na kati ya hao kuna watoto wa kiume 2. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea katika hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi 18 wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu 9 bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni 9 kama nilivyokwisha sema. Wanaume ni 7 walikuwa 7 lakini sasa wamebaki 8. Kwa hiyo 6 ni wanaume na wanawake ni 2. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala miaka 35 mkazi wa Mbalizi aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Rosa ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Filipo Lighton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori ambaye baada ya kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo. Baada ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi na kusababisha vifo hivi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huyo dereva niliyemtaja yuko hospitalini pamoja kwamba yuko kwenye matibabu, lakini tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo wale majeruhi wanaendelea kupata matibabu. Niwape pole sana wana Mbeya kutokana na ajali hii ambayo imejitokeza jana, lakini nadhani tulipumzika masuala ya ajali kwa muda mrefu kidogo, na jana imejitokeza ajali nyingine, na jana imehusisha kama alivyosema kamanda wetu wa mkoa kwamba ni gari aina ya Rosa pamoja na magari mengine, lakini pia ikihusisha na Scania hiyo. Sasa
Wakati nakuja hapa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote, lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo mambo yafuatayo. La kwanza, ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepua kule nyuma. La pili, ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni 3 waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugharamia swala la masanduku yote 28 kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki. Lakini pia na mnajua sanduku gharama yake kama $500,000 hivi. Lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi 500,000 kila familia, kwa jumla yake shilingi milioni 1. Lakini hii sio maana yake inaweza kukizi uhai wa mwanadamu, ila ni mapenzi yake tu Mheshimiwa Rais kwamba kuona kwamba ameguswa na jambo hili na ameona kwamba aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye hii bahati mbaya iliyojitokeza katika hapa eneo la Mbalizi. Lakini jambo lingine ni swala la kuhakikisha kwamba magari haya sasa, tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwamba Mbeya pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi, hususan nchi ya Kongo, nchi ya Zambia, lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari malori yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku 3. Tumeelewana? Magari makubwa yote yatapita kule, magari madogo yatapita huku, ili kuweza kunusuru maisha ya Watanzania hasa wa mkoa wa Mbeya. Leo hii hapa tumepoteza hata waliokuwa wanatengeneza barabara. Wametoka kule, wamemaliza kutengeneza barabara, wamepanda Costa, wanarudi Mbalizi, wamefika hapa wamekufa 4, akiwemo operator 1, mafundi karibu 3 na kadhalika. Wamepotea hapa. Kwa hiyo TANROADS wako hapa na nimeshawaambia kwamba kuanzia kesho na mkandarasi yule Chiko atasaidiana na TANROADS, tengeneza barabara ile ipanuliwe vizuri. Tuombe wananchi muwe na subira wakati ambao serikali imechukua hatua kali kurekebisha hiyo barabara upande wa pili. Tusiwe na muda wa kuchelewa. Yaani leo, kuanzia leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025 tumeelekeza waanze kutengeneza ile barabara kule. Lakini pia tuwaombe wenzetu wa malori, jeshi la polisi, simamieni. Atakaye kiuka na ngangania kupita huku ni kushughulika naye, kwa sababu kuna mingine ni jeuri, unaambia pita huku, hataki, anataka apite barabara hii. Tumechoka kuona mili ya watu inapotea. Sasa jeshi la polisi, simamieni pale juu. Mtu akiwa anakatiza anaelekea huko, kwa sababu kule hakuna mlima mkubwa. Hapa kuna changamoto. Ukiteremka hata ukimruhusu, kwa sababu huyu alikuwa wa mwisho. Manake magari madogo yanamalizika, yameruhusiwa malori, yule akaanza kutembea kwa gia ambayo sio yenyewe. Alipofika pale gari limemshinda, akaanza kugonga hii gari Rosa, akaanza kupoteza maisha ya watu hapa. Lakini kumbe manake lile lori lisingekuepo huku, haisi kwa haisi hazina shida kubwa, na hapa wana uwezo wa kutembea wao taratibu wakavuka. Kwa hiyo naamini kwamba jeshi la polisi chini ya Benjamin Kuzaga, timu hii ya RTO, baada ya barabara hii kukamilika ndani ya siku 2-3 hizi kuanzia leo hii ambayo tunatoa tamko hapa. Tumeelewana ndugu zangu? Swala la fidia tumetoa maelekezo TANROADS. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
ametoa bilioni 10 kwa ajili ya fidia barabara ya mchepuo upande wa pili kule kwa ajili ya kwenda kutokezea Songwe, lakini na hii barabara hapa. Sasa tunatakiwa tulipe hapa kwa sababu pesa zimefika kwa ajili ya kulipa barabara ya kule, lakini kwa dharura ya hapa kwa sababu anatudai karibu bilioni 3, naelekeza kwamba tutaongea na chief wa TANROADS bilioni 3 tulipe hapa ili tuanze kutengeneza kwanza hapa, alafu hizo bilioni zingine tutaenda kulipa upande wa huko nyuma, tutaendelea na kule tutaongezea baadaye. Tumeelewana ndugu zangu? Tumeelewana? Sasa mazishi haya yanakwenda kugharamiwa na Mheshimiwa Rais kwa zaidi ya milioni 30. Kwa hiyo kwa kweli tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi mema alionayo kwa wanamea na Watanzania wote kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, sisi tunaondoka sasa hivi, tunakwenda kuwaona wenzetu waliopata majeraha, lakini pia kwenda kuona na niwaombe wananchi wale ambao hawajatambulika ndugu zao waendelee kwenda pale hospitali ya Ifisi ili kuweza kuwatambua ndugu zetu. Jambo lingine niwashukuru sana ndugu yetu Nginga kwa kujitoa hapa vifaa vyake bure kabisa kuweza kuokoa watu, kushirikiana na wananchi hapa kuokoa watu. Kwa kushirikiana na wananchi tumeona uokozi mkubwa ambao umeufanya na ndugu yetu Nginga. Ukweli ni kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya itamwandikia barua ya shukrani kwa kazi kubwa ambayo imeifanya hapa katika kuhakikisha kwamba anasaidiana na wananchi kuweza kuwaokoa wenzetu wengine ambao wamebahatika kupona. Lakini pia na wizi haukuwepo kabisa hapa. Niwapongeze sana wanambalizi. Kwa kweli hongereni sana na Mungu ataendelea kuwabariki. Na jambo lingine niwapongeze sana wananchi wa hapa ambao walijitoa jana kwa jasho na damu kuhakikisha kwamba wenzao wanawaokoa, kwa wale walioendelea kuwa hai na wale waliokuwa ni marehemu basi waweze kuwatoa kwa haraka ili waweze kukimbizwa kwa hospitali ya Ifisi. Niwashukuru sana wananchi, hakika kwa kweli kwenye hili mmetufuta machozi wananchi wa Mbalizi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asanteni sana, Mungu awabariki.